tutazungumzia aina za tabia ambazo zinazika mafanikio. Zipo tabia nyingi ambazo mtu akiwa nazo hawezi akaweza kutimiza kile kitu ambacho anakifanya. Na leo tutaenda kuangalia aina 7 za tabia ambazo zimeonekana kuweza kuzika mafanikio ya watu wengi sana. Mungu alivyo design dunia amempa kila mtu wigo wa kuweza kufanikiwa hasa katika kitu ambacho anakifanya. Ila ukiwa na moja kati ya tabia hizi, basi itakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kufanikisha kila ambacho unakifanya. Aina ya kwanza ya tabia ambayo unatakiwa kuiacha ni tabia ya uoga. Tabia ya uoga, fear. Na uoga umeweza kuzika matamanio na ndoto za watu wengi sana. Na uoga ambao unaongoza zaidi ni uoga wa kukataliwa. Kukataliwa. Watu wanakuwa na uoga wa kukataliwa kwamba hivi mimi nikianza watu watanichukuliaje? Je, watu watanikubali kweli kwenye hiyo industry? Mtu anakuwa na uoga sana hasa wa kukataliwa na watu fulani. Watu watanionaje? Nikianza biashara hii, watu watanichukuliaje? Nikianza kutangaza mambo ya hivi, watu watanichukuliaje? Basi hiyo ni tabia ambayo inachelewesha sana, inachelewesha mno mafanikio yako. Lakini pia watu ni waoga wa kuanza. Watu ni waoga wa kuanza, hasa kuanza katika hali ya udogo. Watu wanakuwa ni waoga sana. Je, nitaweza kweli kuanza na hiki kitu kidogo hiki? Kwa hiyo ni tabia ambayo pia inachelewesha sana wewe kuweza kufanikisha au kutimiza malengo ambayo wewe umejipangia. Kwa hiyo hutakiwi kuwa na uoga, aidha uoga wa kukataliwa. Unatakiwa kuanza kufanya, haijalishi watu watakuchukuliaje. Na hii ni research imeweza kufanyika kwamba katika ile morning season, ule wakati wa mwanzo ambao utakuwa na miaka 18 mpaka 30, watu kile unachokifanya kinaangalia watu kwamba watu watanichukuliaje. Kwa ni wakati ambao kile utakachokifanya unakifanya kwa sababu ya kuwalizisha watu wengine. Watu wataniangaliaje? Je, nikifanya hiki, nikiendesha gari la hivi, watu watanichukuliaje? Nikivaa shati ya hivi, watu watanichukuliaje? Nikisuka hivi, watu watanichukuliaje? Kwa ile ukifikisha kuanzia miaka 35 mpaka 40, ile tunasema ni afternoon season, ambapo pale kile utakachokifanya haijalishi kwamba watakuonaje, ila wewe utakuwa unakifanya hicho kitu. Kwa ule ni wakati ambao utakuwa unafanya mambo wewe mwenyewe, haijalishi watu watakuchukuliaje. Lakini evening season kuanzia miaka 40 na kuendelea, unakuja kugundua kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa anakufuatilia kwenye maisha yako. Na hiyo inakuja sasa kutokea kipindi ambacho wewe tayari umri umeenda. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kufahamu sasa hivi na kuanza kupashu uache tabia ya kuogopa ili kusudi uweze kufanikisha malengo yako. Lakini tabia ya pili ambayo imeonekana kuzika ndoto za watu wengi sana ni wivu. Ni wivu. Mtu umeanza naye biashara, yeye ameweza kupiga hatua, ameweza kuhitimisha mapema, lakini wewe bado unapambana. Sasa unakuwa na wivu, hasa wivu wa mafanikio. Wivu wa mafanikio umeweza kufelisha watu wengi sana. Maana ukiwa na wivu, kitu ambacho kinatokea ni kwamba utakuwa hupendi mafanikio. Kama mtu ameweza kufanya vizuri, aidha amefanikiwa mapema kuliko wewe, unaanza kutengeneza wivu na yule mtu. Mungu unamtumia ujumbe kwamba na wewe hutaki mafanikio kwa sababu huyo mtu umetengeneza wivu naye. Kwa unatakiwa kuacha tabia za wivu ili kusudi uweze kutimiza malengo yako. Lakini pia tabia ya tatu ambayo imeonekana inazika ndoto za watu wengi ni hatred, chuki. Usiwe mtu wa chuki. Kuna watu wengine ni wepesi sana kuweza kutengeneza chuki. Kila anachokifanya mtu mwingine anachukia. Hata yeye mwenyewe unaweza kukuta baadhi ya mambo ambayo anayafanya unakuta anajichukia mwenyewe. Sasa hiyo ni mbaya kwa sababu ina uwezo wa kutengeneza personal demagnetism, uwezo wa kuweza kuwatawanya watu ambao wangeweza kuja kwako na kukusaidia. Kwa hiyo hutakiwi kuwa nayo hata siku moja, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ndani ya wewe ambavyo vinapungua sana, hutakiwi kuwa nayo. Lakini tabia ya 4 ambayo imeonekana pia inazika ndoto za watu wengi sana ni revenge, kisasi. Wewe mtu amekufanyia ubaya na wewe unataka umlipize ubaya. Hicho kitu hakitakiwi. Hata kwenye maandiko matakatifu hiki kitu kinakataliwa. Hata kama mtu akufanyia ubaya kiasi gani, hutakiwi kumfanyia ubaya. Usiwe na tabia za kisasi kwa sababu zina uwezo wa kukupunguzia wigo hasa katika maisha. Kuna mambo ambayo ungetakiwa kufanya na watu fulani, ila kwa sababu ya matokeo ya kisasi ambacho umeweza kukifanya, basi kimekupunguzia wigo. Na ndiyo maana ni vizuri sana
kuweza kuacha ili kusudi uweze kutimiza yale malengo ambayo wewe umejipangia. Lakini tabia ya 5 ambayo inaonekana pia imezika ndoto za watu wengi ni greed, tamaa. Na hizi tamaa ni tamaa mbaya, na hii haijalishi kwamba wewe una pesa kiasi gani. Ukiwa na tamaa kwamba upate haraka, una uwezo wa kuanzisha uwekezaji kwenye eneo ambalo hauna uelewa wa kutosha, hauna skills za kutosha, kwa sababu zinazoongoza pale ni tamaa. Kinachokuja kutokea ni kwamba utapoteza pesa zote ambazo umewekeza hiyo sehemu, na mwisho wa siku utazika pesa zako. Kwa hiyo hutakiwi kuwa na tamaa. Unatakiwa kufuatilia kwa umakini taarifa zote ambazo zinahusiana na jambo ambalo unataka kulifanya kabla haujaanza kulifanya. Hivyo kuweza kufanya wewe uweze kufanya hiyo kazi katika hali ya ufanisi mkubwa. Kwa hiyo unatakiwa kuacha tamaa ili kusudi uweze kufanya vizuri kwenye unachokifanya. Lakini pia kuna tabia ya ushirikina, superstition. Wewe unayenisikiliza hapa, kama una hizi elements za ushirikina, unatakiwa uziache. Hakuna research ya aina yoyote ambayo imeonyesha kwamba washirikina wanafanikiwa kwenye maisha. Kwa wewe kama una haya mambo, una tabia hizi ambazo ni za giza, unatakiwa uziache mara moja ili kusudi uweze kufanikiwa kwenye maisha. La sivyo utachelewa sana na una uwezo wa kufa na ukazikwa na ndoto yako kubwa. Lakini tabia ya mwisho tunasema ni hasira, na hii ni moja kati ya kitu kidogo lakini kina madhara makubwa sana. Kuna watu wengine wanaamua kuchukua mambo katika hali ya hasira. Wakati mwingine unaweza kukuta kwamba jambo amelifanya lakini hajalipenda, ameanza kutengeneza hasira. Na hii inaendana sana na chuki. Hasira inaendana sana na chuki. Kuna baadhi ya property zake unaweza kukuta ni wewe mwenyewe kabisa, kwamba kuna jambo ambalo aidha limekutokea wewe mwenyewe, unakuta haujalipenda, unatengeneza hasira na hicho kitu. Basi hiyo tabia unatakiwa kuiacha mara moja ili kusudi uweze kutimiza yale yote ambayo una plani kuyafanya. Kwa hiyo hizi ni moja kati ya tabia ambazo zimeonekana kuzika ndoto zimeonekana kuzika mafanikio ya watu wengi. Ningependa uandike kwamba wewe kati ya hizi ulikuwa na ipi hasa ambayo ilikuwa inakusumbua. Lakini pia unatakiwa kukumbuka kwamba unaweza ukawa na tabia nzuri nyingi sana, lakini uwepo wa tabia moja kati ya hizi inatosha kabisa kuweza kuharibu mazuri yote ambayo wewe ulionayo. Kwa hiyo cha kufanya nini? Cha kufanya ni kwamba unatakiwa kupractice namna ya kufanya ili kusudi uweze kuachana na hizi tabia, ili uweze kutimiza yale yote ambayo unataka kuyafikisha kwenye maisha yako.